Lakini cha tofauti ambacho kinaweza kikaoneshwa na Paul Christian Makonda baada ya kuondolewa kwenye nafasi yake ya ukuu wa mkoa ni kwamba kama ikatokea amepata ridhaa, huenda tukashuhudia aina fulani ya siasa zenye tija, kwa sababu mbunge licha ya kwamba ana nafasi ya kusema katika bunge, ana nafasi ya kuwa kichocheo cha maendeleo katika eneo la jimbo, lakini tegemea kwamba leo itakuwa ni siku yangu ya kutoa hotuba ya kuaga. Lakini kila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Ninamshukuru kwa sababu aliniamini katikati ya watu wengi ambao walikuwa na minong'ono mingi na wenye nguvu nyingi ya kutaka kukandamiza, kwa sababu nami nimepita kwenye mapambano makubwa kupigania haki ya watoto wasiumizwe na madawa ya kulevya, sio jambo dogo. Majina yangu naitwa Saidi Hango. Kikubwa ni kwamba hii ni hali ya joto la kisiasa, kwa sababu unapojadili Paul Christian Makonda ni safari yake ya pili kuwania nafasi ya ubunge, inaonekana hivyo. Kwanza ni pale Kigamboni mwongo kadhaa iliyopita, akabwagwa na mtu ambaye alikuwa ni Ndungulile. Kwa namna moja ama nyingine hali ya kisiasa ya sasa iko tofauti kidogo, hasa ikizingatiwa mbunge anayemaliza muda wake, yani ndugu Mrisho Mashaka Gambo, ana hali fulani ya upepo ambayo si nzuri sana kwake, hasa ikizingatiwa siku chache zilizopita alikubali kwamba alikosea pale bungeni na akaomba radhi. Lakini hapo mambo ambayo Paul Christian Makonda amefanya kwenye nafasi yake ya mkuu wa mkoa, haya huwa yanafanywa kwa watu wote ambao wako kwenye nafasi, haswa panapotokea wakati kama huu. Lakini cha tofauti ambacho kinaweza kikaoneshwa na Paul Christian Makonda baada ya kuondolewa kwenye nafasi yake ya ukuu wa mkoa ni kwamba kama ikatokea amepata ridhaa, huenda tukashuhudia aina fulani ya siasa zenye tija, kwa sababu mbunge licha ya kwamba ana nafasi ya kusema katika bunge, ana nafasi ya kuwa kichocheo cha maendeleo katika eneo la jimbo, lakini maunganisho mazuri baina ya serikali, mbunge na wananchi inaweza ikawa ni chachu ya maendeleo. Kwa hiyo unapomjadili Paul Makonda, unajadili mtu ambaye anaweza akawa na ushawishi kwa pande zote, kwa maana serikali, jamii na asasi za kiraia. Haswa izingatiwe hivi karibuni katika nafasi yake ya ukuu wa mkoa, kabla ya kuonekana kwenye safari hii ya kutaka ubunge wa Arusha mjini, amekuwa ni mtu ambaye analeta vitu mbalimbali katika jimbo la Arusha mjini. Lakini lingine ambalo ni la tofauti kidogo ni tamasha au kongamano ambalo lilifanyika hivi karibuni pale ICC. Ameonekana Mama Karume kwa namna moja ama nyingine akimpigia chepuo. Ni mtazamo wa mama yetu huyu. Sasa mimi leo jamani nikwambie, nikapata habari hapa kuna rishafu kidogo, tunasema labda kuna badiliko kidogo. Nikashtuka, mabadiliko ya nini? Mama kabadilisha kitu. Kabadilisha nini? Uchaguzi kwa kishukutwa huyu mama yangu. Nikapata fununu, akanjia mkanambia na huyu next keshaondoshwa. Listuka sana. Kumezidi nini? Basi lakini mwanasiasa ni mwanasiasa tu. Hapo nikayapata habari na mimi nikamwambia nakumbuka hayo yapo. Lakini nilikuwa nataka kusema neno moja tu, sijui niseme siri hili. Dokeze. Tunae na Makonda, tunae mkoa huu. Lakini kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasema Paul Christian Makonda ana nafasi nzuri. Lakini pia lichukulie jambo hili kwa wepesi. Kuna msamiati ambao tumeuzoea mashuhuri sana kwamba wajumbe si watu. Pinzani wake wa karibu ambaye ni
Mrisho Mashaka Gambo ni mtu imara katika siasa, hasa izingatiwa wakati ule Gambo anapambana hapa Arusha mjini, aliwadondosha mahafidhina kadhaa wa CCM ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro. Lakini ndugu Paul Christian Makonda pale Kigamboni alifanya vibaya. Wakati huo wote walikuwa wanatoka kwenye nafasi ya ukuu wa mkoa, kwa maana pale Dar es Salaam na hapa Arusha wote walikuwa hawa ni wakuu wa mikoa ambao wameondolewa au wamepisha nafasi zao kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi wa ndani ya chama. Lakini tunaona Gambo akafanya vizuri, Makonda akadondoka kwa pale Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu Paul Christian Makonda ingawa na nafasi nzuri, tusichukulie Mrisho Mashaka Gambo kwamba ni mwanasiasa mwepesi. Kiuhalali kabisa hapa kuna mpambano au kuna dabi ya aina yake baina ya wahafidhina hawa wawili wa CCM wenye nguvu na ushawishi katika siasa za jimbo, siasa za kitaifa na siasa za Tanzania kwa ujumla. Hasa ikizingatiwa wote bado ni vijana, lakini pia ni watu wenye hari na ni watu ambao wanatamani baada ya kuwa na nafasi ya ubunge sio waishie kwenye ubunge tu. Nafasi nyinginezo katika tathnia ya safari ya kisiasa kama uwaziri mkuu na maeneo mengine ya kiutawala ni maeneo ambayo bado wanayatamani. Kwa hiyo ni dabi ya aina yake katika kinyang'anyiro cha ni nani katika mchakato huu wa Chama cha Mapinduzi pale dirisha litakapofunguliwa. Kwa hiyo baada ya mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kuondolewa, nadhani ni mpambano wa aina yake unakwenda kutokea katika jimbo letu. Ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya kipindi cha utumishi wake akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu 2021 mpaka sasa 2025. Kuniamini kunipa nafasi ya kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi, lakini kuniamini kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nina shukrani zangu nyingi za dhati sana kwake kwa nafasi hii ambayo amenipatia. Sikutegemea kwamba leo itakuwa ni siku yangu ya kutoa hotuba ya kuaga, lakini kila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Ninamshukuru kwa sababu aliniamini katikati ya watu wengi ambao walikuwa na minong'ono mingi na wenye nguvu nyingi ya kutaka kukandamiza, kwa sababu nami nimepita kwenye mapambano makubwa. Kupigania haki ya watoto wasiumizwe na madawa ya kulevya sio jambo dogo. Kulinda watoto wasiingie kwenye ushoga na usagaji sio jambo dogo. Wenye nguvu walipambana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan akaziba masikio. Na leo tunapoongea, mheshimiwa mgeni rasmi, kama kuna heshima nastahili kupata katika mkoa huu, anatakiwa apewe Mungu na Daktari Samia Suluhu Hassan. Asingekuwa yeye nisingepata nafasi ya kuwa mtumishi. Asingekuwa yeye nisingepata kugusa mioyo ya watu. Na inawezekana asingekuwa yeye kunipa nafasi hapa, hata ili kongamano leo lisingekuwepo. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Naomba umfikishie salamu za upendo, mpatie maua yake, mwambie mdogo wako anakupenda, anakushukuru na anasema asante sana kwa heshima uliyompatia ya kufanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeoa hapa Arusha miaka 15 iliyopita. Niko nakuja tu kweli naondoka, nakuja tu kweli naondoka. Lakini kupata heshima ya kuwa mtumishi hapa sio jambo la kubeza hata kidogo, ni heshima kubwa. Na wale wote ambao tumewagusa, basi ni sehemu mojawapo ya kazi aliyotutuma kufanya. Hivi ninavyoongea kuna madaktari bingwa wanaendelea pale katika uwanja wetu, na penyewe nikitoka hapa nitapita kwenda kuaga, ambao madaktari hao wamekuja kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Arusha bila kubagua kabila, dini, rangi wala walikotoka. Na jana tumeanza tunahudumia wananchi 1600 na leo tunaendelea kwa siku 7, na nimeongea na mdogo wangu Kenan, mkuu wetu wa mkoa mpya wa Arusha, ya kwamba aje nimkabidhi aendelee na kazi ya kuwahudumia wananchi.